Bila shaka mtazamaji upo salama salimini kabisa. Hii ni Mlimani TV na mimi ni Gideon Pasco, ninakuletea dondoo za habari za Mlimani TV. Na tukianza na habari za kitaifa ni kwamba Qatar kupitia kampuni ya Mwasalat imetangaza fursa za ajira kwa Watanzania 400 wenye fani ya udereva. Na taasisi ya Benjamin Mkapa kupitia ukurasa wake wa mtandao wa X imetangaza madereva wanaohitajika huko ni wa mabasi na malori. Lakini akizungumza mkuu wa program za ajira za kimataifa katika taasisi hiyo, Evelyn Jackson alisema ni mara ya kwanza Qatar inatoa fursa hiyo kwa Tanzania. Lakini pia awali walikuwa wakitafuta wafanyakazi kutoka mataifa kama Ufilipino, Kenya, mataifa mengine, ila kwa sasa wamevutiwa na nguvu kazi kutoka Tanzania, alisema Evelyn. Na tukiziendea habari za kimataifa, Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza viwango vipya vya ushuru kwa bidhaa zinazoingizwa nchini humo, viwango ambavyo havijaonekana tangu mwanzoni mwa karne iliyopita. Leo ni siku ya ukombozi, Trump alisema. Ni moja ya siku muhimu katika historia ya Marekani na ni tangazo la ushuru wa kiuchumi wa Marekani. Tunaifanya Marekani kuwa kubwa na tajiri tena. Nchi yetu imenyang'anywa kwa zaidi ya miaka 50. Hilo halitafanyika tena. Kwa ujumla, hakuna nchi inayoepuka ushuru wa Marekani kwa ununuzi wa bidhaa zao, ambapo kiwango cha chini cha ushuru kitakuwa ni 10%, alisema Donald Trump. Kwa idadi yake ya watu zaidi ya watu milioni 340 na nguvu kazi za uchumi wake, Marekani ni nchi yenye washirika wengi wa kibiashara na imekuwa ikifanya biashara tangu mwanzo. Na tukiziendea habari za michezo ni kwamba bwana wawakilishi pekee wa Tanzania Simba Sports Club jana nchini Misri katika uwanja wa Usezi walishindwa kabisa kufua dafu baada ya kukubali kipigo cha bao 2-0. Na sasa katika mchezo huo ambao ulikuwa ni wa robo finali, Simba Sports Club walifungwa mabao hayo mawili katika kipindi cha kwanza bao moja na kipindi cha pili bao moja. Lakini kumbuka tu kwamba timu hizo zitarudiana tena wiki ijayo katika uwanja wa Mkapa jijini Dar es Salaam, ambapo ndio tegemeo la mwisho la Simba Sports Club, na Simba itatakiwa kushinda mabao 3-0 ili kusonga katika hatua ya nusu finali. Na kufikia hapo sina la ziada. Mimi ni Gideon Pasco, endelea kutazama Mlimani TV.